katika asubuhi ya leo tena. Nikikualika mahali hapa Roho Mtakatifu, nikikualika na jeshi lako na nguvu zako za kimbingu mahali hapa Bwana. Ni asubuhi nyingine Bwana, tumekuja mahali hapa kusikia neno lako. Tumekuja kula katika meza yako Bwana. Baba, ninakuja mbele zako nikiomba neema yako Bwana. Nikiomba neema yako Bwana. Pasiwepo na hata mmoja Bwana atakayetoka kama alivyoingia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba neema yako kufundisha Bwana kwa dakika hizi chache Bwana, nipate kuona neno lako na nipate kusikia maelekezo kutoka kwako, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Wakristo tunaweza kukaa, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu tena kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo ametupa asubuhi hii ya leo ya kuweza kuwa pamoja nanyi. Nipende sana kumshukuru baba mchungaji kwa nafasi uliweza kuwepo mahali hapa, kwa nafasi hii. Kushukuru pia katekista kwa nafasi ambayo tumeweza kuwa pamoja mahali hapa. Lakini pia niwashukuru watu wote ambao tumeweza kuhudhuria katika asubuhi hii ya leo. Tunaendelea na kile kitu ambacho tulikuwa tumekianza katika siku ya jana. Kitu ambacho tulikuwa tumekianza katika siku ya jana ambacho kilikuwa kina kichwa cha kusema kuelekea Golgotha. Kuelekea Golgotha ndicho tulikuwa tumekianza katika siku ya jana, na tukao tumeongea vitu vingi kwamba Golgotha ni mahali ambapo Yesu alisulubishwa, lakini ni mahali ambapo alichukua dhambi zetu, alichukua madhaifu mbalimbali na kwenda kuyapeleka pale Golgotha kwa ajili ya kutangazia kwamba imekwisha na kwa ajili ya kupata mpenyo. Na tukasimamia katika mistari kadha wa kadha, lakini nataka tena katika asubuhi hii ya leo tuliangalia hili neno la Isaya 53 mstari wa 3 na 4 ambao tuliweza kuangalia siku ya jana. Isaya 53 mstari wa 3 na wa 4. Isaya 53 mstari wa 3 na wa 4. Maandiko yanasema wazi kabisa, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo tukasema wakati Yesu anaelekea pale Golgotha, kuna vitu kadha wa kadha alivichukua. Na jana tulianza kuangalia mojawapo ya kitu ambacho alikichukua ilikuwa ni dharau. Na tukasema dharau hasa kwa yule mtu ambaye anajidharau yeye mwenyewe, jamii na mdharau pia, anadharauliwa na familia, anadharauliwa na wafanyakazi wenzake, anadharauliwa na mazingira yanayomzunguka. Mojawapo ya kitu ambacho Yesu alikichukua wakati anaenda pale Golgotha ilikuwa ni dharau. Kitu kingine ambacho natamani leo tukiangalie pale ambapo wakati Yesu anaenda Golgotha pia ambacho Yesu alikichukua katika hii Isaya 53 mstari wa 3 mpaka wa 4 ni kumdharau Mungu. Bado tupo kwenye eneo lile la dharau ambalo Yesu alilichukua. Amina, watu wa Mungu. Tuko eneo lile la dharau, lakini leo nataka tuangalie kipengele cha kumdharau Mungu. Kipengele cha kumdharau Mungu. Na kama tunavyoona hapa wazi, alidharaulika na watu wengi wakamhesabu kwamba si kitu. Sasa nataka ufuatilie kwa pointi hizi chache ambazo nitakupa kwa dakika hizi chache ambazo tuko nazo mahali hapa. Jambo la kwanza kabisa, kama ambavyo tulikuwa tumeeleza siku ya jana, jambo la kwanza kabisa nataka ulifahamu, watu wanaokuzunguka wanaweza kumdharau Mungu wako. Watu wanaokuzunguka wanaweza kumdharau Mungu wako. Ukifungua katika kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 10, Zaburi sura ile ya 10, tuangalie Zaburi sura ile ya 10, Zaburi sura ile ya 10, tuangalie mistari kadha wa kadha mahali pale. Zaburi sura ile ya 10 mstari wa 13. Nataka tuone kitu kizuri mahali pale ambacho kwamba watu wanaokuzunguka wanaweza wakamdharau Mungu wako. Maandiko yanasema hivi,
kwani mdhalimu kumdharau Mungu, akisema moyoni mwake hatapatiliza. Hutapatiliza. Narudia tena. Kwani mdhalimu kumdharau Mungu, akisema moyoni mwake hutapatiliza. Tunaona kitu cha ajabu sana katika huu mstari wazi kabisa kwamba hawa ni watu ambao walikuwa ni dhalimu. Tayari ni watu ambao wasiofaa kitu katika jamii. Lakini mioyoni mwao wakasema kwa kweli, wakaamua kumdharau Mungu ambaye watu wanamtumikia. Kitu gani ambacho nataka ukione katika picha yako ambacho ndicho tunataka ujenge msingi mkubwa mahali hapo, ni kwamba katika maisha unayozunguka, wewe ukiwa kama muamini, wewe ukiwa kama mtu ambaye ni nuru ya ulimwengu, wewe ukiwa kama chumvi ya ulimwengu, wewe ukiwa kama taa ya ulimwengu, kuna mahali unaweza ukafika watu wakakutazama na wakaishia kumdharau Mungu wako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Wakaishia kumdharau Mungu wako, wakaona kama Mungu wako anaweza asifanye chochote katika jamii tulionayo. Mungu wako anaweza asifanye chochote katika mazingira ambayo tuko na tunaishi. Nakumbuka story moja ya mtumishi mmoja ambaye yeye alikuwa anaenda kuhubiri sana maeneo ya India miaka mingi sana iliyopita. Alikuwa anaenda na kuhubiri sana maeneo ya India miaka mingi sana. Akawa anahubiri sana habari za Yesu Kristo. Anasema Yesu Kristo anaweza mambo yote. Yesu Kristo anaweza kuponya. Yesu Kristo alitusamehe dhambi zetu. Yesu Kristo alitupa ushindi pale msalabani. Wale watu wa ile nchi wakamuuliza, Yesu Kristo anaweza kufanya nini kwa wakati huu? Yule mtumishi kwa kweli alikuwa kwa wakati ule hajajipanga vizuri kumfanya Yesu adhihirike katika kipindi kile. Watu wa mji ule wakainuka wakasema, sisi tunaweza tukasimama hapa. Unamwona huyu kaka ambaye alikuwa asikii kwa miaka kadhaa, tunaweza tukafanya vitu akasikia. Wewe Yesu wako anaweza akafanya nini kwa wakati huu? Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Yule mtumishi alitoka amesikitika sana kwa sababu kiukweli alikuwa hajajipanga kwa jinsi ambavyo Yesu anaweza akaonekana kwa wakati huo mahali pale. Ikambidi aondoke arudi nyumbani, akakaa miezi kadhaa akimtafuta Mungu kwa juhudi na bidii. Baadaye akarudi akasema, sasa narudia ujumbe ule ule ya kwamba Yesu Kristo anaweza akaponya. Yesu Kristo anaweza akafungua watu. Baada ya kurudia ule ujumbe, Yesu akadhihirika sana na watu wakapunguza ile dharau. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa nini nimekueleza haya maneno? Unaweza ukawa kazini uko vizuri, unaweza ukawa kwenye biashara uko vizuri, watu wakaishia kukudharau kwa sababu wanaona kabisa wazi kabisa, okay, wewe unamtumikia Mungu, umekaa na Mungu wako vizuri, lakini sisi hatumtumikii Mungu na tunaona biashara zetu zinapiga hatua. Sisi hatumtumikii Mungu, tunaona tukipandishwa vyeo. Sisi hatumtumikii Mungu, tunaona tukiinuliwa. Wewe unawezaje kumtumia Yesu wako vizuri ili aweze kuonekana katika hili eneo? Na watu wa Mungu, Yesu usipomfanya aonekane vizuri, watu wataendelea kudharau. Na moja ya kitu ambacho mtu wa Mungu lazima tupambane sana, usipofanya Yesu akaonekana mwisho wa siku, ndiyo inaleta manunguniko mwishoni. Kwa sababu ukisoma katika kile kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 14 na kuendelea, maandiko yanasema wazi kabisa, watu walimtumikia Mungu kwa juhudi sana. Walimtumikia Mungu kwa juhudi sana na kufanya kazi kwa juhudi sana kama Mungu alivyowaongoza. Lakini ghafla wakafika mahali wakakata tamaa, wakaanza kusema, kumtumikia Mungu kuna faida gani? Mbona tunaona wale ambao ni wadhalimu wanafanikiwa kuliko wanaomtumikia Mungu? Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Nimejaribu kueleza katika hicho kitu cha kwanza kwamba watu wanaokuzunguka wanaweza kumdharau Mungu wako. Lakini jambo la pili ambalo nataka uliangalie, wewe mwenyewe unaweza kumdharau Mungu wako. Wewe mwenyewe as an individual personnel unaweza ukamdharau Mungu wako. Ukisoma katika kile kitabu cha Hesabu sura ile ya 14, Hesabu sura ile ya 14, Hesabu sura ya 14, tuangalie mistari kadha wa kadha. Hesabu sura ya 14 mstari wa 11, alafu tutaruka tutaenda mstari wa 23. Hesabu sura ya 14 mstari wa 11, alafu tutaenda mstari wa 23. Maandiko yanasema wazi kabisa katika mstari wa 11. Maandiko yanasema, Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao?
Kristo asifiwe. Tunaona hapa inafika mahali Mungu anajaribu kumuuliza mtumishi wake Musa, kwa sababu anaona kitu cha ajabu katika ile njia ya safari, kwamba watu walikuwa wanamheshimu vizuri Mungu, watu walikuwa wanamfurahia Mungu vizuri, lakini kuna kitu tu kidogo kimetokea. Kuna taarifa imefika ambayo haikuwa taarifa njema, ikasababisha watu wakamdharau Mungu, na Mungu akakasirika, akasema, kwa nini watu wananidharau kwa namna hii? Kristo asifiwe. Ukifuatilia vizuri hapa, chanzo cha watu kumdharau Mungu ni taarifa walizozipokea. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna watu unaweza ukajikuta wewe, baada ya kupokea taarifa mbaya, ndani yako kukaingia hali ya kumdharau Mungu baada tu ya kupokea taarifa mbaya. Ni maombi yangu kwa kweli, Mungu anapoziachilia taarifa mbaya maishani mwako, uweze kuendelea kumheshimu katika jina la Yesu Kristo. Amina, watu wa Mungu. Pointi ya 3 ambayo nataka tuiangalie mahali hapo, unaweza dharau vitendea kazi vya Mungu. Ndio sawa sawa. Au unatokeza sema vitu, nataka tumetuelewe vitendea kazi vya Mungu. Unaweza pia dharau vitendea kazi vya Mungu. Kwa jinsi ya kibinadamu katika Biblia, kitu chochote kikishawekwa wakfu, hicho ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amina, watu wa Mungu. Na inawezekana kabisa baada ya kuwekwa wakfu, ndani yako kikaingia hali ya kudharau kile kitu. Hasa kwenye Biblia iko mifano mingi. Tunaona wazi kabisa, kwa mfano, kuna watu walidharau sadaka zilizokuwa zinatolewa. Sadaka zilizokuwa zikitolewa madhabahuni, watu wakaingia hali ya kudharau. Ukisoma katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya pili, Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 17. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 17. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi: hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Unaona, ni kitu cha ajabu sana hawa watu sadaka zilikuwa zinatolewa tu, lakini wao wakacheza nazo. Kusoma kuanzia kule mstari wa 11 mpaka hapo ambao nimekuja kufika mstari, kusoma kwanza ule mstari wa 11 kule mbele mpaka mstari wa 17. Hawa watu waliamua tu, sadaka zilikuwa zinatolewa vizuri kanisani, zilikuwa zinawekwa vizuri wakfu mahali pale kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini hawa vijana wakaleta dharau na sadaka iliyokuwa inatolewa mahali pale. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Wakati sijamtumikia Mungu sana, viongozi wa kanisa walioko mahali hapa, lakini nimejifunza kitu kikubwa sana katika utumishi. Sadaka yoyote ile inayotolewa madhabahuni lazima ipokelewe kwa shukrani na kwa uangalifu sana, na isiingie hali ya kudharau, kwa sababu saa zingine linaweza moyo wako ukafungwa na kitu, kikaingia kitu cha kudharau Bwana. Tanda sawa sawa, kaingia kitu cha kudharau. Wale ambao saa zingine mnazunguka maeneo kadha wa kadha, mnafahamu saa zingine unaweza ukafika mahali ukuta leo labda sadaka imetoka kiasi kadhaa, ndani yako moyo ukaingia hali ya kudharau. Tunaenda sawa sawa, ukaingia hali ya kudharau tu labda kwa sababu sadaka imetoka kiasi kadhaa ambacho hukutegemea kwa wakati huo. Inapoingia moyo wa kudharau, Biblia inasema wazi kabisa, hawa watu hawakuheshimu na walishia kuidharau hiyo sadaka. Kristo asifiwe. Kile kitu ni dhambi kubwa sana mbele za Mungu. Lakini kitu kingine ambacho ukisoma hii story kwa kifupi tunakueleza, kitu kingine ni jinsi walivyoitumia ile sadaka. Ilisababisha pia Mungu akakasirika, kwa sababu zilikuwa zinatolewa kipindi kile walikuwa wanatoa mifugo kwa ajili ya inaenda kwenye sadaka ya kuteketezwa, lakini kuna portion ambayo ilikuwa inachukuliwa kwa ajili ya kupewa makuhani. Lakini wao wakawa wanatumia tu vibaya, mara wanachukua, mara saa zingine hawaipeleki kwenye moto wa kuteketezwa, wanaitumia kwa njia ya ajabu tu. Kile kitu kikamkasirisha sana Mungu. Kristo asifiwe. Ndio maana matumizi pia ya sadaka yanaweza yakasababisha Mungu akakasirika. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini kwa mfano kitu
Mfano kitu kingine ambacho kinaweza ikasababisha Mungu akakasirika unapodharau hasa vile vitendea kazi ambavyo Mungu ameviweka, ni pale ambapo unadharau watumishi wa Mungu. Unadharau watumishi wa Mungu. Maandiko yako wazi kabisa. Kwenye Biblia wanasema usiwaguse masihi wangu, katika kitabu cha Zaburi. Tunaenda sawa sawa. Kwa jinsi ya kawaida kuna namna ambavyo watumishi nao wanaweza wakawa na madhaifu yao. Tunaenda sawa sawa. Wanaweza wakawa na madhaifu yao, lakini nataka nikueleze wazi, kazi ya Mungu sio nyepesi kama hilo tunavyofikiri. Na Mungu bado hajapata watu walio watakatifu sana ambao wanaweza wakafanya kazi yake. Saa zingine anatumia hivyo hivyo. Tunasema vile vyombo visivyo vyenye kuheshimika. Tunaenda sawa sawa, vinapata heshima zaidi kuliko vile vyenye kuheshimika. Kwa kuna muda Mungu anaweza akatumia mtu yoyote kwa ajili ya kazi yoyote. Kristo asifiwe. Sikupanga kukisema hiki, lakini nataka nikueleze kitu kimoja. Labda kesho nitapata nafasi nitakuonyesha, nitakuandalia na mistari yake. Watu wengi sana tunafahamu watumishi wa Mungu ambao wapo katika zile huduma tano: wachungaji, wainjilisti, manabii, mitume na huduma zote. Huwa tunawaogopa na kuwaheshimu sana. Ni kitu kizuri. Lakini kwenye Biblia kuna mstari upo katika Mhubiri unasema wazi kabisa, usiwanene vibaya wafalme. Tunaenda sawa sawa. Maana ndege wasije wakaichukua sauti yako wakaipeleka masikioni pa mfalme. Maana yake ni nini? Katika ulimwengu wa roho pia, mfalme pia ni mtumishi wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ndio maana ni vizuri sana uwe makini. Kama ambavyo unapata hofu kumsema askofu wako vibaya, kama ambavyo unapata hofu kumsema mchungaji wako vibaya, unatakiwa uwe makini sana unapomsema mfalme wako vibaya, kwa sababu naye ni mtumishi wa Mungu. Kibiblia ukisoma wazi kabisa, zamani wafalme walikuwa wanawekewa mafuta. Tunaenda sawa sawa. Wanapakwa mafuta. Kwa jinsi ya sasa hivi hawapakwi mafuta kwa jinsi ya mwili, lakini rohoni wanachaguliwa na Mungu na wanawekewa mafuta. Ndio maana unaweza kukuta watu ambao wana uchungu sana na kuwasema vibaya sana wafalme, unaweza kukuta hali yao inakuwa ni ngumu. Kwa sababu madhara yale ambayo unayapata kwa kuwasema watumishi wa madhabahuni, fahamu na huyu pia naye amepakwa nini? Mafuta. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Jaribu tu kutumekea hicho kwamba kwenye swala la watumishi. Lakini kitu kingine, tuangalie kitu kingine cha mwisho ambacho kinaweza kukusaidia ni kwa mfano sakramenti ya meza ya Bwana. Naenda sawa sawa. Kuna namna ambavyo unaweza ukaidharau sakramenti ya meza ya Bwana na ikakuletea matatizo. Sakramenti ya meza ya Bwana ambayo tunashiriki mara kwa mara Jumapili. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11, mstari wa 28 mpaka wa 30. Wakorinto wa kwanza sura ya 11, mstari wa 28 mpaka wa 30. Maandiko yanasema wazi kabisa, wengine wamekuwa katika hali ya kutokuweza na wengine wamelala. Kwa nini? Kwa sababu hawakujipambanua wao wenyewe wakati wanashiriki chakula cha Bwana. Kristo asifiwe. Shule niliyosoma, niliwahi kushuhudia mahali fulani, shule niliyosoma ilikuwa ni seminari. Wakati nikiwa nasoma shule fulani kama biolojia zingine, baada shule moja ya seminari, na nilijifunza hichi kitu mapema sana kuhusu ile sakramenti. Watu wa Mungu, saa zingine wachungaji wanasisitiza kama hujajiandaa, tengeneza kwanza. Amina, watu wa Mungu. Tengeneza kwanza alafu au saa zingine mchungaji anaweza au kiongozi anaweza akatengeneza mazingira ya kutengeneza kwanza hapo kabla ya sakramenti ijaje. Kipindi kile tulikuwa pale seminari, tulikuwa na mtindo mmoja. Ile shule ilikuwa kwamba sakramenti ilikuwa inafanyika kila wiki, inafanyika mara mbili. Inafanyika katikati ya wiki na inafanyika Jumapili. Na ilikuwa ni utaratibu wao vizuri, wanaofanya mara kwa mara, na saa zingine inaweza kwenda hata mara 3. Hasa kwa sababu inafanyika mara kwa mara, ikaingia hali ya kuizoea. Na unajua kipindi kile ni vijana bado wadogo, na unajua seminari hawaruhusu divai. Tunaenda sawa sawa. Sasa vijana ndo tunaiona pale divai. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu. Kwa hiyo vurugu ikawa sasa sisi hatuwazi kushiriki. Tunawaza kumtafuta mtengenezaji. Tunaenda sawa sawa. Kwa sababu mtengenezaji si atatengeneza, si itabaki. Inayobaki inaenda wapi?
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na unaelewa ukishiriki mara 3 kwa wiki, uko vizuri watu wa Mungu. Sasa sawa. Ukishiriki mara 3 kwa wiki, kwa hiyo uhangaiki kushiriki kinachoshiriki kule. Nachochaka kitu kilichokuja kutokea. Tabia hiyo iliendelea. Lakini baada ya miezi kama 3-4, tulishangaa sana kuna ugonjwa uliinuka wa kama kuparalyze. Na waliokuwa wanaumwa ni wavulana tu. Wale magonjwa yanapo shule, unaposoma shule ya mixer, shule ambayo ina jinsia zote mbili. Magonjwa yanapoinuka, mara kitu cha kwanza tunategemea kuna wataangalia kwanza kwa wasichana amewashambulia kiasi gani. Ndio sawa sawa. Lakini akawa anawapiga kama kuparalyze wavulana tu. Na ukifuatilia ni wale wote walikuwa na vurugu madhabahuni. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tukashangaa hicho kitu. Sasa ni mpaka baadaye mpaka wakuu wa chuo wakaanza kufuatilia, wakaja wakainuka viongozi wa UKWATA, kwa sababu watu kwenye UKWATA tunalelewa kwenye UKWATA, wakaja wakasema kuna kitu kikubwa kiko mahali hapa kinafanyika kwenye sakramenti ya meza ya Bwana. Tuombe toba kwa ajili ya hicho kitu. Nataka nikwambie tulipoomba toba kwa ajili ya hicho kitu, ule ugonjwa ukaisha, watu wakaanza kupona. Kristo asifiwe. Sasa Biblia inasema wazi kabisa watu wengine wamekuwa hawawezi na wengine wamekufa kwa sababu tu ya jinsi walivyoidharau sakramenti ya meza ya Bwana. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Pointi ya 4, tuishie kwenye pointi ya 4. Kwenye pointi ya 4. Kutokumwamini Mungu ni dharau pia. Moja ya kitu watu ambacho tunatakiwa tukumbushane mara kwa mara, kutokumwamini Mungu ni dharau pia. Ukisoma katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 11, Hesabu sura ya 14 mstari wa 11, maandiko yanasema hivi: Bwana akamuuliza Musa, "Je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao?" Tunaona wazi ugomvi mkubwa hapa na Mungu na watu ni kutokumwamini. Amina, watu wa Mungu. Kuna mahali ambapo ukifika mahali ambapo ukamwekea mpaka Mungu kwamba hichi kitu Mungu hawezi kukifanya, tayari umeanza kumwekea mipaka Mungu. Fahamu kabisa hapo umeanza kutokumwamini. Na pia andiko linasema wazi kabisa, ukisoma hapo kilichotokea, madhara yaliyotokea kwa sababu ya kutokumwamini Mungu. Ukisoma ule mstari wa 12, maandiko yanasema, kwa sababu hiyo nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha wenye nguvu kuliko wao. Tunaona yani hao wamemdharau tu Mungu kwa kutokumwamini tu. Wameona Mungu hawezi kufanya kitu. Cheki kinachofuatia, walipigwa kwa magonjwa. Kristo asifiwe. Ndio maana wale ambao mnatembea kwenye huduma ya uponyaji, utakuja kugundua kwamba kuna magonjwa mengine ni kwa sababu ya watu hawajamwamini Mungu, ndio maana wanao. Ndio maana miujiza mingi ya Yesu ya uponyaji, mingi aliifanya kwa kuangalia imani yako ikoje. Wengine aliwaambia sawa sawa na imani yako pokea uponyaji. Sawa sawa na imani yako pokea kitu hiki. Sawa sawa na imani yako jitwike godoro uondoke. Kristo asifiwe. Kwa swala la imani ni swala la kuzingatia sana. Lakini pia ukisoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 30, unaona kwa sababu tu ya kuto kuweka vizuri mazingira yaliyo katika sakramenti, tumeona wazi kabisa hapo roho ya mauti pia inaweza ikaachiliwa. Hapa kwenye hiki kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 11 mpaka wa 12, tunaona wazi kabisa Mungu alikuwa amekasirika kiasi cha kwamba yuko tayari kufuta jamii nzima kwa ajili ya kusudi lake. Kristo asifiwe. Kwa nini nimekueleza haya yote? Tunapo itafakari ile Isaya 53 mstari 3 mpaka 4, alidharauliwa. Nataka upanue fikra zako. Tunapoielekea sasa Golgotha, panua fikra zako kwamba jana nilikuonyesha dharau ya kwanza inaweza ikawa ni ya ndugu zako na nini, lakini leo nakuonyesha kwamba dharau yako inaweza ikawa juu ya Mungu. Yesu pia anaweza akaichukua dharau hiyo kuipeleka Golgotha. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tusimame sasa watu wa Mungu. Tusimame sasa watu wa Mungu. Kama watu wa Mungu tuingie katika maombi kwa dakika chache.